بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu washiriki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niwakaribishe tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu, ambapo tumeweza kujifunza mambo kadhaa katika wiki zilizopita, na leo tutaanza nukta katika maudhui ya aina za uongozi na aina za viongozi. Tulishazungumza juu ya aina za uongozi, masala ya transformational leadership, servant leadership, authoritarians, mambo ya bad leadership na kadhalika. Leo tunaingia maudhui mpya ndani ya maudhui hiyo pana, ambayo sasa tutaka tuone aina za viongozi. Kwa hivyo niwakaribishe tuwe pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mada hii ambayo ni muhimu sana. Ningependa kuanza kwa nukuu kutoka kwa mwanachuoni maarufu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Mungu amrahamu, ambapo alisema ya kwamba uongozi wa masala ya kidini au masala ya kidunia, yani masala ya kidini au masala ya kidunia, hayawezi kusimama bila ya utawala bora au uongozi, na kwa kila jamii lazima apatikane kiongozi, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kuagiza ya kwamba mtakapokuwa watatu katika safari, basi achaguliwe kiongozi miongoni mwenu. Na hii ni hadithi sahihi kabisa ya kwamba mnapokuwa wawili, watatu, basi yatakikana mchague kiongozi haraka miongoni mwenu, msiwe tu watu ambao hamna kiongozi. Kwa hivyo swala la uongozi ni swala la kiongozi. Kuwa na kiongozi ni swala muhimu sana. Jamii yoyote, familia yoyote lazima iwe na kiongozi wake. Okay? Kiongozi ambaye atakuwa anatiiwa, anatoa miongozo, anawaongoza wengine katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na anayaridhia. Baada ya nukuu hiyo, katika ulimwengu wa Kiislamu kuna chapisho maarufu hili linaloitwa The Muslim 500. The Muslim 500, ambayo kila mwaka chapisho hili huwa linachapwa na huwa linaonyesha viongozi mashuhuri katika ulimwengu wa Kiislamu, viongozi 500 mashuhuri au wenye ushawishi miongoni mwa Waislamu duniani. Wanaweza ikawa ni viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, viongozi wa kijamii, watu katika michezo, watu katika entertainment, yani katika sekta tofauti. Ni watu ambao wana influence, ambao watu hawa ni Waislamu. Wanaweza ikawa wana influence vizuri, wanaweza kuwa na influence vibaya, hilo ni swala jingine, lakini ni watu ambao wanaonekana wana wafuasi au wana ushawishi, wana mvuto kwa jamii za Waislamu duniani. Kwa chapisho hili leo asubuhi nimelituma katika group, ambapo latest ni kuna hili chapisho la mwaka 2026 kama nilivyosema, wamechapisha kuanzia miaka mingi iliyopita. Na baadhi ya hizi sura zinajirudia rudia, lakini wengine wanakuja, wengine wanatoka kutokana na ima kifo au kutokana na kuwa wamemaliza vipindi vyao vya uhudumu kama vile viongozi wa kisiasa
wanakuweko, baada ya muda wanakuwa wamemaliza, wanatoka, wanakuja wengine. Kwa ni chapisho ambalo ni muhimu sisi kama wanafunzi wa masuala haya ya kiuongozi kuweza kuwa ni moja katika document tunazoweza kuzipitia kuweza kuona na kujua baadhi ya viongozi Waislamu au baadhi ya watu wenye ushawishi miongoni mwa Waislamu ili tuweze kuwajua na pengine tunaweza kujifunza mawili matatu kutokana na biography zao, kazi zao wanazofanya na kadhalika, kwa sababu kama kiongozi unatakiwa vile vile uwe na role models wako, uwe na watu ambao wanakuinspire katika masala ya uongozi. Na ndio maana nikauliza katika kundi kama je, kila mmoja wetu ana kiongozi ambaye anamfuatilia katika jamii. Na inaonekana watu wengi wameonyesha kwamba ndio, wamejibu ndio, kwa maana wengi wetu tuko na watu viongozi ambao ima tunawafuata au wana ushawishi kwetu, kwa namna moja au nyingine. Katika hii ripoti ya watu 500 mashuhuri, ya watu 500 Waislamu 500 wenye ushawishi mkubwa duniani, kuna mambo mengi, lakini machache tu ambayo napenda kuyasisitiza ni kwamba kuna top 10 na kuna top 50. Katika hawa top 50 utakuta ndani yake kuna wanazuoni wa Kiislamu, kuna wanasiasa Waislamu na kuna wengineo ambao wako kwenye fani kama the sports na masala ya entertainment. Lakini katika top 10 unakuta kuna four leading Muslim scholars, wanazuoni katika top 10 kuna wanazuoni wa Kiislamu wanne na kuna wanasiasa sita katika Muslim scholars ambaye actually katika hii ripoti yeye anachukua number 2 kama ni mtu mwenye ushawishi mkubwa, ushawishi na wafuasi, ni huyu mwanazuoni wa Pakistani Sheikh Muhammad Taqi Usman, na vile vile kuna Yemen kule Sheikh Al-Habib Umar bin Hafidh, na huyu Ayatollah ambaye amefariki, aliuliwa siku au miezi michache iliyopita. Nafikiri hii ripoti ilikuwa imetoka kabla ya kuuawa kwake, kwa sababu ninavyokumbuka ni kwamba hii ripoti huwa inawataja wale ambao wako hai, viongozi ambao wako hai au watu wenye ushawishi na umaarufu ambao wako hai. Kwa hivyo Khamenei pia anaingia katika kundi la wanazuoni japo wa madhhabu ya Kishia, ana ushawishi mkubwa duniani kwa Mashia na wengineo. Na vile vile kuna huyu mwanachuoni maarufu ambaye ni Sheikhul Azhar, Sheikh Dr. Ahmad Muhammad At-Tayyib, Sheikh mkuu wa chuo maarufu, chuo kikubwa duniani Al-Azhar University. Kwenye upande wa wanasiasa kuna huyu Amir wa Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, kuna huyu mfalme wa Jordan Abdullah Thani Al-Hussein, kuna kina Erdogan, kuna Salman bin Abdul Aziz wa Saudi Arabia, kuna Muhammad bin Zayed Al Nahyan na kuna Anwar Ibrahim, Prime Minister wa Malaysia. Katika hawa top 10 tukija kwenye top 5 unakuta majority ni Muslim scholars, yani katika top 5 kuna wanasiasa wawili ambaye ni Thani na Ibn al-Hussein, na waliobaki ni shekhe na maulama. Lakini kama nilivyosema, Khamenei amefariki, ameuawa. Kwa hivyo wanaobaki katika hiyo top 5 ni wanasiasa wawili na wanazuoni wawili.
Um, kwa hivyo ni ripoti muhimu kuipitia. Utajifunza katika biography kwa sababu huwa kwenye ripoti hiyo zinaandikwa taarifa biography za baadhi ya hawa Waislamu ambao wana ushawishi. Ni muhimu to be familiar. Utajifunza kitu katika katika kupitia ripoti kama hii, na ndio maana nimeileta kwenu ili tuweze kujifunza mawili matatu kutokana na ripoti hiyo. Baada ya kusema hayo, sasa tuingie kwenye types of leaders, aina za viongozi, na hapa tujaribu kuangalia makundi mbalimbali. Katika utafiti wangu ni kwamba tunaona aina za viongozi tunaweza tukawa classify, tukaweka kwenye makundi tofauti kulingana na mitazamo tofauti. Kundi la kwanza ni viongozi ambao wanaitwa kundi la kwanza ni ideas versus execution centered. Ideas versus execution centered, yani viongozi wa fikra. Okay, wanaitwa thought leaders. Okay, thought leaders, viongozi wa fikra. Okay, na tutawaeleza baadaye ni watu gani hao. Alafu kuna practical leaders ambao ni execution center au katika utendaji zaidi. Alafu kuna hybrid leaders, viongozi ambao wanakusanya chachu ya kifikra, wanakuja na mawazo mapya na huwa wanayafanyia kazi vile vile. Okay. Kwa hivyo unapozungumzia thought leaders ni watu ambao wana hazina ya mawazo mapya, mawazo au uwezo wa kufikiri, critical thinking, udadisi wa mambo, kuchallenge status quo. Kama kuna sheria hii, kama kuna sera hizi, wanazihoji na kuzitafutia au kuja na fikra au na mawazo bora zaidi na kadhalika, na wana ushawishi wa namna yake katika jamii kutokana na mawazo yao wanapoyazungumza au wanapoyaandika yanawashawishi watu katika kutekeleza au katika kuzichukua hizo fikra. Hawa ni thought leaders, wanaitwa shape ideas. And then kuna practical leaders ambao hawa ni watu wanaofanya mambo yatokee, yani more of practicality, watu wanaotekeleza haya mawazo ya thought leaders. Kuna wazo hili, yeye iko zaidi katika practicality, yani ni kwenda kwenye how, sio what. Hawa wanaangalia how, vipi tutatekeleza wazo hili, na wako katika utekelezaji zaidi kuliko kuja na original ideas au innovation na nini. Tunasema viongozi wazuri leo wanapaswa kucombine, yani kuwa hybrid leaders. Hii ndio kiwango cha ku target, kwamba wewe ni mtu unaweza kutengeneza mawazo mapya na vile vile unaweza kwa kiwango fulani kutekeleza, sio lazima mawazo yote ulionayo mapya, lakini baadhi ya hayo mawazo mapya uweze kuwa wewe mwenyewe unaweza kuyafanyia kazi. Okay, so tu ni mtu wa kuja na ma ideas na nini, lakini hakuna hata idea moja ambayo wewe unaweza kwenda nayo katika next level ya utekelezaji. Kwa hiyo viongozi wazuri au wanahitaji kucombine kwa namna inayowezekana chachu ya fikra na uwezo wa utekelezaji wa baadhi ya hizo fikra, kwa sababu kama unavyojua binadamu anaweza akawa na mawazo katika maeneo mengi sana, masala ya kisiasa, masala ya teknolojia, masala ya kiuchumi, masala nini, lakini uhalisia ni kwamba huwezi kuwa kila mahali, huwezi kuwa kila mahali. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo unatoa mawazo, unatoa fikra katika baadhi ya maeneo unasimamia mawazo yako.
Katika baadhi ya maeneo unakuja na fikra na unaisimamia hiyo fikra. Okay, na hili ndio tunapendelea watu au tuwe na viongozi wa namna hiyo. Uh, lakini hakuna ubaya wowote kuwa labda ni kiongozi chachu ya fikra na mawazo. Kwa kweli watu wenye mawazo na watu wenye kuibua fikra mpya wanahitajika kwa namna yoyote ile kwa ajili ya maendeleo ya jamii yoyote ile. Kwa hiyo unapozungumzia thought leaders, ni wana generate new ideas, wanakuja na mawazo mapya, wanabuni, okay, wanakuja na mitazamo tofauti katika kuangalia mambo. Kwa hivyo wana influence, wana ushawishi wao uko katika kushawishi afkar, kushawishi fikra za watu katika kuyatazama mambo, wanavyoyatazama mambo, ima katika mambo ya dini au katika mambo ya utawala au kwenye mambo ya kiuchumi au kwenye mambo ya kisiasa. Okay, wanakuja na fikra mpya. Ndio wanapozungumzia katika mfano ulimwengu wa kisiasa, wanaposoma political thoughts, moja katika nukta katika somo ambao watu wanasoma katika political science, unakuta kuna afkar, thought leaders katika masuala ya kisiasa. Kwa hiyo ndio unakuta kuna hii mifumo iliyokuja, sijui socialism, sijui communism, ambayo inafungamana na masuala ya kiuchumi vile vile. Unakuta ni mawazo ya watu, ni mawazo ya watu. Watu wameandika vitabu, kina Karl Marx mzee masala ya socialism, okay, kuja na mawazo yao yakawa influence watu waliosoma vitabu vyao, wakaanza kufanyia kazi katika nchi zao. Wanakuja na mawazo ya kibepari, nayo ni hivyo hivyo. Wanakuja na mawazo leo ya ya kutokuwa na dini, secularism. Kuna watu wamekuja na mawazo kama haya. Kwa hivyo kuna kuna watu wengi tu duniani ambao wanashawishi afkar. Eneo lao la ushawishi, eneo lao la uongozi ni kwenye mawazo, kugenerate ideas na kuzipush hizo afkar katika fikra za watu au katika fani mbalimbali katika maisha ya watu. Ukija katika viongozi wa dini huku, tunaweza kusema hawa viongozi, maimamu wote wa madhhab zetu za Kiislamu, unaweza kusema kwamba ni thought leaders. Okay. Ni watu ambao waliweza kurudi katika misingi ya sheria ya Kiislamu, Qur'ani na hadith, na kuweza kuja na ufahamu, mawazo yanayojikita katika kufahamu mambo fulani yanatakiwa yafanywe vipi. Okay, kwa hivyo unakuta kuna madhhabi Imam Shafi'i, okay, na vitabu vyake, okay, unakuta unapata ufahamu wake na hoja zake katika utekelezaji wa ibada mbalimbali, wa masala mbalimbali ya kidini. Kwa hivyo zile ni afkar ambazo nyuma yake kuna adilla, kuna dalili ambazo unakuta mwanazuoni huyo ameegemea katika kujenga ile fikra yake au ule mtazamo wake katika jambo. Vile vile unawakuta wanazuoni wengine na Ibn Khaldun kwenye masala economics, na hivi karibuni katika fani zetu hizi za Islamic finance tunawakuta kina Dr. Najjar ambaye huyu ndiye alikuja na afkari ya kuanzisha benki za Kiislamu Misri kule mwaka wa 1960, na hakuishia tu kwenye fikra. Huyu alikuwa ni hybrid leader, alikuja na wazo na akalifanyia pilot, akalifanyia kazi kule Misri Mitaghamri kule, akaanzisha social bank kama pilot, kuweza kuona vipi miamala ya Kiislamu inaweza ikatumika katika uendeshaji wa benki ya kijamii, benki ya kijamii. Kwa hivyo alikuja na fikra, alikuwa ni mchumi Islamu, vipi tutaondokana na riba katika uendeshaji
wa benki za Kiislamu, na fikra yake hiyo leo imekuwa imezaa matunda duniani, imezaa matunda makubwa duniani kiasi cha kwamba tuna Islamic banks maeneo tofauti tofauti, lakini chachu ya fikra ilitokana na huyu mwanachuoni Dr. Najjar kutoka kule Misri, ambapo baadaye wanazuoni wengine wakabeba ile fikra wakaendelea kuzifanyia utafiti, wakaendelea kuzifanyia kazi, na sasa leo tunazungumzia industry kubwa kabisa, ni sekta kubwa ya masuala ya fedha ya Kiislamu. Kuna kina Sheikh Qaradawi, kina Mufti Taqi Usmani. Hawa ni wanazuoni wa Kiislamu ambao vile vile wana mchango mkubwa katika fiqh ya Kiislamu katika zama zetu hizi. Okay, ukizungumzia marehemu kina Profesa Ali Mazrui, okay, wana ushawishi mkubwa wa kifikra katika masala ya political science, katika masala ya global international politics, masala ya historia na kadhalika. Kwa hivyo mifano ni mingi ambayo tunaweza kuitoa juu ya hawa thought leaders, watu wanaokuja na fikra, wanachochea fikra, wanashawishi watu wengine kufikiria kwa namna tofauti kidogo na wengine. Unaweza ukamtaja hapa hata some cartoonists ambao unakuta mtu kama huyu bwana Kipanya, unakuta picha zake wakati mwingine zinakuja na zinachochea afkar, utafakari kwa kupitia ile picha. Kwa yule ni kiongozi wa namna yake, ni kiongozi wa kifikra na anatumia cartoon kama njia ya kuwasilisha au kuchochea afkar, kuchochea watu wafikirie jambo fulani au wafikirie namna fulani ya mambo. Kwa hivyo hiyo ndio, hao ni thought leaders. Thought leaders viongozi wanaokuja na wanashawishi kwenye engo hiyo ya mawazo, wana shape. So then practical leaders, hao wana focus zaidi katika implementation, katika kufanyia kazi mawazo mbalimbali, mawazo ya kikundi au mawazo ya wengine ambao wameyasoma. Wao wanajiuliza vipi fikra hii tutaifanyia kazi, how. Wengine wametoa fikra, yeye anapoipata ile fikra anajiuliza vipi fikra hii nitaifanyia kazi, how to, vipi tuende kwenye utekelezaji. Kwa hiyo wana focus zaidi katika utekelezaji. Okay. Fikra si zao, hawa generate wenyewe zile fikra, bali kwa kupitia kusoma, kwa kupitia kuhudhuria madarasa, wamepata mawazo mapya. Yale mawazo mapya wanakwenda kwenye kuyatekeleza. Kwa hiyo hawa ni watekelezaji, practical leaders. Ni watu ambao wanakutana na mawazo ya wengine, wanakwenda kuyafanyia kazi. Lakini kama nilivyosema, wakati mwingine sio rahisi sana kumkuta mtu wa namna hiyo tu, yeye ni utekelezaji tu. Kila mmoja katika hata hawa viongozi kufanyia kazi mawazo ya wengine, katika hiyo process ya kufanyia kazi mawazo ya wengine wanakuja na ideas vile vile, kuja na ideas. Kwa hivyo inaweza ikawa very theoretically, ni rahisi kusema kwamba kuna practical leaders, lakini vigumu sana kusema 100% kwamba practical leaders hana ideas, kwamba sio thought leaders. Mara nyingi au ni swala ambalo inawezekana kabisa kwamba practical leaders pia wana generate ideas along the process, katika execution wanakuja na mawazo vile vile, japokuwa ile idea mama inaweza kuwa sio idea yao, it's not their ideas. Kama kuzungumzia leo kwa mfano kwenye industry ambayo mimi nipo, Islamic finance na nini, kwa hiyo unakuta haya mawazo sisi tunayafanyia kazi leo Islamic finance, lakini ni ideas za wanachuoni wasomi mbalimbali duniani. Okay, na walokuja na ideas, mambo ya takaful, Islamic banking, masala Islamic microfinance na nini, ni ideas za wengine, lakini sisi tunazichukua tunazifanyia kazi
lakini along the process katika kufanya kazi hizi ideas we also encounter mazingira challenges na hali ambayo inatutaka tufikirie namna ya namna ya kuhandle hizo situations. Kwa hivyo kundi la pili ni practical leaders, ni watu ambao wako katika field, wao kazi yao ni kutekeleza, kufanyia kazi. Of course ziko industries ambazo basically you are just implementing ideas za wengine. There is little room katika baadhi ya field wewe kuja na fikra yako, mostly unafuata maagizo na unatekeleza hayo maagizo au hayo mawazo ya wengine. Kwa mfano ni viongozi katika taasisi nyingi. Viongozi katika taasisi nyingi wanakuwa ni practical leaders. Tayari kuna sera, kuna miongozo, kuna nini. Anafuata hiyo miongozo, anafuata hizo sera. Akijitahidi sana anaweza akahoji hizi sera, akahoji hii miongozo, akahoji hii mikakati na akajaribu kuja katika level ya thought leaders, kushawishi zile fikra sasa atakazokuwa anazo yeye ambazo ni bora zaidi kulinganisha na zile alizozikuta, na akifanikiwa katika hilo vile vile anakuwa ni hybrid, yuko kwenye utekelezaji, lakini vile vile sio kazi yake kutekeleza tu, bali vile vile kazi yake ni kuja na mawazo mapya. Aina ya tatu katika kundi hili ni hybrid leaders. Hybrid leaders, kwa hivyo samahani hapa, hawa wana combine execution na ideas, wana combine both ideas and execution. Kwa hivyo ni watu ambao wanakuja na mawazo wanakuja na fikra na wanakwenda katika kuzitekeleza hizo fikra zao. Kwa mfano Muhammad Yunus, huyu Profesa Muhammad Yunus ambaye ni current leader wa Bangladesh kule, interim leader wa Bangladesh, huyu alikuja na fikra juu ya mikopo midogo midogo, microfinance. Okay. Huyu leo anatazama kama the father of microfinance duniani, kuja na wazo la kukopesha watu pesa ndogo ndogo, kiasi kidogo kidogo, mikopo midogo midogo kwenye vikundi vya kina mama kama pilot alianza huko Bangladesh. Watu mabenki kama unavyojua historically yamekuwa yakiwaepuka watu wasiokuwa na dhamana kuwakopesha, yamekuwa yakiwaepuka kukopesha watu wa chini ambao hawana dhamana, hawana elimu sana, hawa benki na nini. Lakini bwana alikuja na mawazo mapya kwamba hawa ni bankable, tunaweza kuwawezesha hawa mikopo midogo midogo na kuwatengezea uwezo, ujuzi na tukatengeneza utaratibu wa kudhaminiana wenyewe kwa wenyewe ili kuondoa kikwazo cha dhamana dhamana na akafanikiwa kufanyia kazi hilo wazo. Hayo mawazo alikuja nayo akitengezea taasisi kule Bangladeshi na kuweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana na mpaka kuwa mtu mashuhuri Bangladesh, kiasi cha kwamba serikali ya Hasina ilipopoteza umaarufu na kuondolewa kutokana na maandamano ya wanafunzi, watu katika jamii ya Bangladesh, katika watu tofauti, maeneo tofauti, waliona ya kwamba mtu ambaye anaweza kuishikilia hii serikali kwa muda mpaka kwenda kwenye uchaguzi na nini ni Profesa Muhammad Yunus. Okay, Muhammad Yunus ni msomi, ni mtu ambaye ni hybrid, amekuja na ideas na alizifanyia kazi ideas zake na ziliweza kumnyanyua kwa kiasi kikubwa katika umaarufu wake kama msomi na kama mtekelezaji wa mawazo. Mwalimu Nyerere vile vile kwa namna fulani alikuja na African socialism, unavyojua mawazo ya ujamaa wa Kiafrika. Of course yeye sio original thinker wa ujamaa. Ujamaa ameukuta soma kutoka kwa hawa wanazuoni wa masuala ya ujamaa lakini akamodify kidogo kulingana na mazingira ya Kiafrika tukapata kitu kinaitwa African socialism, ujamaa wa Kiafrika, tofauti na ule ujamaa ukomunisti na nini.
Yeye hakutaka kutenganisha dini katika ujamaa wake. Ule ujamaa wenyewe wa kina Karl Marx ni dhidi ya dini, hakuna dini, hakuna Mungu na nini. Lakini Nyerere sema iko nafasi ya Mungu, hatumkatai Mungu katika ujamaa wa Kiafrika. Mungu tunaye, lakini sisi ni wajamaa na kadhalika na kadhalika, na akaufanyia kazi huo, akaja na sera za ujamaa kama mnavyofahamu, kwa wale ambao wanafahamu historia ya nchi yetu. Akaja na sera za ujamaa, akaja na vijiji vya ujamaa, okay, ambavyo vyote zimefeli hizo. Kwa sasa tumefeli vibaya kabisa hizo sera za kiuchumi za kijamaa, ujamaa wa Kiafrika. Kilichobaki ni swala tu lile la kuweza kuwaunganisha Tanzania, kuto kutazama makabila yao na kadhalika. Kwa hivyo naweza kusema yeye alikuwa vile vile ni hybrid leader. Na ameandika vitabu mbalimbali. Mara nyingi hawa thought leaders wanakuwa waandishi, wanaandika vitabu ambavyo vitabu ni moja katika njia ya kuwasilisha zile fikra zao, ile mitazamo yao, ili kuwashawishi watu wengine. Kwa hivyo Mwalimu ameandika vitabu kadha wa kadha juu ya mambo kadha wa kadha. Hivyo na yeye kwa ufahamu wangu nimeona tunaweza kusema alikuwa ni hybrid. Alikuwa ni mwanafikra, lakini pia aliweza kufanyia kazi sehemu au baadhi ya mawazo yake hayo kwa nafasi aliyokuwa nayo. Muhammad bin Rashid Al Maktoum, huyu ni ruler of Dubai, mfanya makubwa sana kule Dubai, makubwa sana. Kwa hiyo ni mwanafikra vile vile na mtekelezaji. Weza kuja na mawazo mikakati ya miaka 50 ya transform jangwa lile kuwa ni kitovu cha utalii, kitovu cha biashara, kiasi cha kwamba mtu anatamani apate nafasi ya kwenda Dubai, sehemu ambayo historically na hata sasa ni mji katika jangwa. Ni mji katika jangwa, everything ni built on, kila kitu kimejengwa tu. Kila kitu kimejengwa pale, majengo, entertainment, everything has been built, manufactured, kikawekwa pale. Kwa hivyo naye pia ni katika hybrid leaders, ni mwanafikra, andika vitabu juu ya vision ya Dubai, na kufanyia kazi ya mawazo, position kiuchumi Dubai kwa namna wanavyofikiria, na ni moja katika maeneo au ni moja katika watu ambao watu wanajifunza fikra zao vipi wameweza kutransform jangwa, sehemu ambayo haina rasilimali zozote za kiasili, yani natural resources, kuweza kuwa ni nchi maarufu yenye ushawishi, yenye kuvutia utalii mkubwa duniani. Mahathir Mohamad Malaysia kule naye ni mmoja katika mifano hapa. Kwa kweli hatuwezi kueleza kwa undani kila mmoja katika hawa wamefanya nini, lakini nawataja tu kwa wale ambao interested wanaweza kurudi katika kuangalia kazi zao. Muammar Gaddafi, ukiacha masala ya aina yake ya uongozi wa kisiasa na nini, pia unasema alikuwa ni mwanafikra, weza kujenerate ideas za kuwa na umoja wa Afrika, okay? Umoja wa Afrika, na kufinance kwa kiasi kikubwa sana idea hizo za kuwa na umoja wa Afrika, kuja kuwa na jeshi la Afrika, kuja kuwa na pesa moja ya Afrika, kabla ya kuondolewa. Ni mwanafikra mkubwa sana Muammar Gaddafi, mpaka ameandika kitabu chake kinaitwa Green Book, kuja na fikra tofauti katika masala ya demokrasia, direct democracy. Yeye ana advocate demokrasia moja kwa moja badala ya demokrasia ya indirect democracy, si bunge si nini. Anataka direct democracy na kuunda mabaraza ya watu kwa ajili ya kushiriki katika
katika maendeleo ya nchi zao. Uh, kwa hiyo mimi namuona kwamba ni vile vile ni hybrid leader, ni mtu ambaye alikuwa anakuja na mawazo very critical ideas, na baadhi ya mawazo haya alifanikiwa kuyafanyia kazi katika kipindi chake kabla ya kuuawa kutokana na uvamizi uliofanywa uh, dhidi yake, na of course kama binadamu ana makosa yake vile vile ambayo ameyafanya. Kwa hiyo tunapowataja hawa hatuwatakasi kwamba ni watukufu, lakini kwa somo letu tuna recognize kwamba ni watu ambao walikuwa na sifa fulani fulani kulingana na somo letu hili. Kwa hivyo kwa ufupi katika kundi hili la kwanza la aina za viongozi, thought leaders, practical leaders na hybrid leaders, tunaweza kusema kwamba wao sio opposites to each other, wana depend to each other. Hawa viongozi hawa wanategemeana. Thought leaders wao wanajiuliza zaidi nini cha kufanya na kwa nini, na wanahoji kwa nini mambo yaende hivi, kwa nini mambo hayo yasiende hivi. Kwa hivyo wanahoji kile kilichopo, kwa nini hali iwe hivi tulionayo, na kwa nini tuko katika hali ya umaskini. Okay. Na swala la kwa nini linashawishi kutafakari, okay, kujua chanzo cha umaskini ni kitu gani na nini tufanye tutoke. Okay. Again, practical leaders wako zaidi katika kuangalia vipi, how na wakati gani, nini tufanye sasa. Okay. Kwa hiyo thought leaders watakuja na mawazo na nini, lakini wanaweza wasiwe katika nafasi ya kuyatekeleza baadhi ya mawazo haya. Wengine wanaweza kumove to the stage of implementing mawazo yao. Wengine wataishia na kusema hayo mawazo yao, wataishia kuandika mawazo yao. Okay, and then yakipata proper audience yanaweza kuwafikia practical leaders, wale ambao wako katika nafasi ya utekelezaji, ukakuta mawazo yao yamekwenda kwenye utekelezaji. Okay. Kwa hivyo wanategemeana watu hawa. Unahitaji kwenye nchi, unahitaji katika shirika, unahitaji watu wa namna hiyo, watu wenye mawazo, watu wenye nguvu na mori wa utekelezaji. Kwa hiyo bila ya viongozi wa kifikra tunaweza kusema hakuna ubunifu, itakuwa hakuna ubunifu, mambo yatakuwa ni status quo tu, watu watakuwa wanakwenda vile vile tu, na wanaridhika na hali iliyopo, hawahoji, hawadadisi, hawatafuti njia mpya. Lakini bila practical leaders utakuwa huna results. Itakuwa watu wanazungumza tu, wanatoa mawazo, hakuna mtu yoyote anayekwenda katika kuyafanyia kazi haya mawazo. Kwa hivyo ni watu wanaotegemeana, sio opposite to each other, bali ni watu wana depend on each other. Unahitaji katika jumuiya yoyote, katika taasisi yoyote, okay, watu ambao wana fikra, kuja na mawazo mapya, wanakuja na sera mpya, wanaweza kuja na ufumbuzi, na wale ambao wanaweza kwenda kwenye utekelezaji. Wakati mwingine katika baadhi ya jamii unaweza ukajikuta wenye fikra zaidi kuliko watekelezaji, wakawa wachache zaidi kuliko, na hiyo ni tatizo. Tunahitaji viongozi ambao wanaweza kuja na fikra na vile vile wanaweza kufanyia kazi, kama sio fikra zao zote, basi sehemu ya fikra zao wanaweza wenyewe kwenda nazo katika utekelezaji, na hapo ndipo unapoweza kuja kuona transformation. Unaweza kukuta mabadiliko sasa yanakuja. Okay? Kwa hivyo hiyo ni kundi la kwanza la aina za viongozi. Kundi la pili la aina za viongozi ni ethical, kutoka katika swala la kimaadili. Katika swala la kimaadili tunakutana hapa na aina nyingine za viongozi ambao wanaitwa kuna ethical leaders,
Kuna unethical leaders, kuna amoral leaders, kuna authentic leaders, kuna toxic leaders, kuna narcissistic leaders, servant leaders, transformational leaders na kadhalika. From kutoka katika engo ya kimaadili, kuna hawa wanaoitwa ethical leaders. Kwa mfano hawa wanajali sana kufanya vitu sahihi kwa namna sahihi, kufuata vifanya mambo ambayo ni ya sawasawa kwa namna iliyokuwa sawasawa. Kwa hivyo wanasimama katika maadili yao na wanasimama katika maadili na kuhimiza maadili mazuri katika taasisi zao, katika nchi zao. Kwa hivyo ni viongozi wa kimaadili. Okay, yani kwa wao swala sio kufanya, bali umefanya jambo sahihi na ulifanya jambo hilo sahihi kwa namna iliyokuwa sahihi. Unafahamu? Kwa hiyo huwezi tu kuwa kuna jambo zuri alafu ukatumia njia zisizokuwa za sawa za kimaadili kulifanya lile jambo zuri. Hiyo kwao hawakubali hata kidogo. Hawakubali kutumia njia za hila, njia za udanganyifu, njia zisizokuwa za kimaadili kuyafanya mambo ambayo ni mambo mazuri. Na inawezekana kabisa mtu akawa ana nia nzuri, jambo anataka kufanya zuri, lakini akatumia njia isiyokuwa sahihi. Kuna kisa kile cha bwana mmoja ambaye alikuwa anawaona maskini na anataka kuwasaidia maskini, lakini hana uwezo wa kuwasaidia wale maskini. Kwa dhamira yake njema, jambo anataka kufanya kusaidia maskini ni jema, lakini sasa mwisho wake ikaishia kuiba, ikawa anaiba kwa matajiri ili kuwasaidia maskini. Unaona, sasa, that is not hiyo sio sawa sawa, sio sawa kidini, sio sawa sawa kimaadili. Huwezi kutumia njia ambazo sio za sawa katika kulifanya jambo ambalo unaamini kuwa ni jambo sahihi au jamii inaamini kuwa ni jambo sahihi. Kwa hiyo ethical leaders ni watu ambao katika consciousness yao, katika fikra zao, wanaweka mbele swala la kufanya jambo sahihi kwa njia sahihi, kwa njia za kimaadili. Fanya jambo la kimaadili linalokubalika, na tufanye jambo ambalo kwa njia inayokubalika, njia ya kimaadili, na wanasimamia maadili mazuri katika jamii, katika taasisi zao, simamia maadili yanayofaa katika kuyafanya mambo, sio tu ili mradi tunataka kufikia jambo fulani, njia yote inafaa. Kwetu sisi kama Waislamu hatuna kile kitu kinachosemwa katika afkari za kisiasa na katika afkari hata za kiuchumi. Wenyewe wanasema the ends justify the means. Kuna msemo huo nafikiri mmeusikia. Wanasema wenyewe the ends justify the means. Malengo yanahalalisha njia. Ikiwa malengo yetu ni mazuri, basi haijalishi njia gani tunatumia kufikia malengo yale. Njia hizi zote zinakuwa halali pia, maadamu malengo yetu ni halali au malengo yetu mazuri. Sisi katika Uislamu sema hapana, sio hivyo bwana. The means justify the ends. Okay, njia gani unatumia kufikia malengo? Njia unayotumia ndio itapima hayo unayotaka kuyaendea. Si swala la kwamba mfano katika jamii unasema mimi nazungumza na mwanamke huyu kwa sababu lengo langu ni kumuoa, lakini hiyo njia unayotumia sio sahihi ya kukaa naye faragha na kuzungumza naye faragha na nini. Hiyo sio njia sahihi, sio njia ya kimaadili. Okay, mimi lengo kuoa. No, no, katika Uislamu the means justify the ends. Umeona, ile njia unayopita ndio inahukumu hili unalokusudia ni sawa au sio sawa. Kwa njia na lengo vyote vinatakiwa viwe sawa, vya kimaadili, vya kimaadili. Na sio tu lengo liwe zuri, lakini sema njia haijalishi. Kama baadhi ya watu wanavyosema kwamba kama lengo ni kumuua panya, basi haijalishi unamuua vipi huyo panya. Uislamu umeweka utaratibu hata katika kuchinja. Lengo ndiyo kuchinja mnyama, lakini unaona Uislamu umeweka means, huyu mnyama achinjwe vipi. Kwa katika Uislamu process ni kitu kinazingatiwa sana sana. Process gani unatumia?
unafuata njia gani kulifikia lile jambo. Unaikuta hata ibada zote zina process. Swala ina process. Huwezi tu unaenda kuswali, anaenda kuswali, una udhu. Vipi sasa unaenda kuswali? Swala ni process. Umeona, wewe mwenyewe uwe katika tahara, nguo zako ziwe katika tahara, okay, wakati wake ufike, mfahamu bana, na kadhalika, na uanze na hiki na utamaliza na hiki, is a process swala yote. Kwa hiyo swala kufuata utaratibu ambao ni wasawa katika Uislamu, hilo ni jambo muhimu sana, jambo muhimu sana. Unethical leaders, viongozi wasiofuata maadili ni kinyume na hawa ethical leaders. Okay, kwa hivyo kwa wao haijalishi njia gani wanatumia kufikia malengo, au haijalishi kwao hayo malengo ni ya kimaadili au sio ya kimaadili. Umeona, kwa hiyo wanajihusisha na kutokuwa wakweli, jihusisha na masuala ya ufisadi, udanganyifu, kuchezea hisia za watu na kuwa walaghai na kadhalika. Kwao ni kitu cha kawaida tu. Okay? Tutafanya hivi, tutafika hapa, tutakwenda Singapore, tutarudi kwenda Dubai, tutaifanya hivi 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 na hivi, lakini hawana dhamira za dhati kufikia hayo wanayoyasema, na baya zaidi wana prioritize personal gain over public interest. Wanathamini zaidi maslahi yao binafsi au maslahi ya kundi lao, ukilinganisha na maslahi ya wengi, maslahi ya umma. Badala ya kujali maslahi ya umma, jambo ambalo lina maslahi kwa wengi, wao wanatazama maslahi kwa kundi lao. Okay? Maadamu mambo haya, njia hizi zinatufanya tujinufaishe, tunufaike, basi hata kama wengi watakuwa wanapata hasara au hawanufaiki, maadamu hawapo katika group, kwao hawajali, bali watawaambia wale ambao hawapo pamoja nao, bwana, ukitaka na wewe unufaike, njoo bwana kwenye kikundi chetu. Kwa hivyo mpaka uwe miongoni mwao ndio utaweza kupata vitu fulani fulani. Maadamu haupo pamoja nao, za uso mwenzetu, unaona, uso mwenzetu. Kwa hiyo hata kama kuna mtu ana uwezo mkubwa wa kusimamia baadhi ya mambo fulani fulani, lakini kwa kuwa hayupo katika kikundi chao, okay, sema huyu hatuwezi kumpa hiyo nafasi kwa sababu sio mwenzetu, hayuko katika kundi pamoja na sisi. Okay. Vitu kama hivyo, fikra za kujinufaisha kimakundi, kugawa maslahi ndani ya kundi lako, badala ya kuangalia maslahi mapana ya umma na kadhalika. Kwa hiyo unethical leaders kikubwa ni wanafanya mambo ambayo ni kinyume na maadili. Kinyume na maadili ndio jina lenyewe linavyoakisi. Watu wanafanya viongozi ambao wanafanya maamuzi kinyume na maadili, au wanachukua hatua ambazo haziendani na maadili. Na ukija katika mtazamo wa Kiislamu, tunapozungumzia maadili, maana maadili ambayo ya Kiislamu, okay. Na katika kila jamii kuna maadili ambayo kama jamii, dini tofauti tunakubaliana kwamba haya ni maadili yetu, maadili ambayo watu wote kama binadamu wote tunakubaliana kuwa ukweli, kuwa waaminifu. Uhitaji uwe na dini yoyote ili kukubaliana kwamba ukweli ni maadili yetu, maadili ya kibinadamu, utu kwamba ni maadili yetu. Masala ya kuchuma mali kwa njia za kisheria zinazokubalika, maadili yetu, sio wizi wala sio ufisadi na kadhalika. Kuna mambo wote tunakubaliana tu kwamba hili ni sawa, hili si sawa, maana, lakini wao hawa kwa wao ni maslahi. Adamu hili tutaletea maslahi yetu, basi zile njia au yale maadili yanawekwa kando. Moral leaders ni neutral towards ethics. Hawa ni viongozi ambao hawajali sana masala ya kimaadili.
Yani uh, hawasimamii, hawako, huoni misimamo ya kimaadili. Ni viongozi ambao wapo, ataelekea katika jambo, atachukua msimamo fulani wa kimaadili iwapo hana budi kufanya hivyo. Okay? Hana budi kufanya hivyo au hana namna nyingine. Kwa hivyo kwa mfano katika ulimwengu wa kisiasa leo kadhia ya ushoga utakuta baadhi ya viongozi ukiuliza bwana, wewe msimamo wako kwenye ushoga ni vipi? Unaweza ukamkuta mtu anatafuna maneno kwelikweli kueleza msimamo wake juu ya ushoga. Kikubwa atakachoangalia ni pengine ataangalia nikisema nakubali ushoga nitaonekana vipi, itanidhuru vipi kisiasa au vitu kama hiyo. Kwa hiyo anachukua mitazamo fulani kulingana na maslahi fulani. Nikisema bwana ushoga kwetu haufai, tutawekewa vikwazo labda au tutapigwa vita bwana. Kwa hivyo eh, ataweza yani, ni mtu amoro, ni mtu haeleweki yani katika msimamo ya kimaadili. Umeona, ni watu ambao hawaeleweki, hawana misimamo ya kimaadili katika mambo. Umeona, sasa unakuta huku pengine mnasema ushoga kwetu ni mwiko, haufai, lakini unaweza ukawakuta kikundi hicho hicho, chama hicho hicho kipo katika taasisi, kimejiunga katika taasisi za kimataifa za kutetea haki za ushoga. Sasa unashangaa, sasa nyinyi mnasema ushoga haufai, hamuukubali, hamuutaki, lakini mbona mmejiunga kwenye taasisi fulani ya kimataifa, mnaonekana kuwa ni members wa kutetea haki za binadamu ikiwemo ushoga. Contradiction. Kwa hivyo amoral leaders yani nafikiri itakuwa mmenielewa ndugu washiriki, ni watu hawaelewi yani misimamo yao katika mambo ya kimaadili ni msimamo ipi. Ni watu ambao wanakwenda na upepo, wanakwenda na upepo, hawaeleweki. Authentic leaders ni viongozi wa kweli wenye juu ya dhamira zao, uh, wanahakikisha ya kwamba yale maadili yao kama person, kila mtu kuna maadili anayeamini. Okay? Kwa hivyo hata akiwa katika kikundi, okay, kwa mfano um, uh, naamini kwamba kila mtu ana haki ya kutoa mawazo. Umeona, kila mtu ana haki ya kutoa mawazo na hata kama mawazo hayo yanaweza yasiwe yenye kupendeza, lakini baadhi yetu tunaamini kwamba kila mtu anayo haki ya kutoa mawazo yake, toa maoni yake, fikra yake. Umefahamu? Sasa hii inaweza ikawa ni personal value inaweza ikawa sio kitu ambacho muhimu kwa kila mtu. Kuna watu wengine hiyo sio personal value yake na anaweza akamlaumu kweli kweli yule mwenye kutoa mawazo yake kwa kuwa kwake hiyo sio value. Lakini kwa baadhi yetu naona hapana, kwangu mimi hata kama mawazo yako siyakubali, siyataki, siyapendi, lakini naheshimu haki yako ya kuyasema mawazo haya. Umeona? Useme mawazo haya, tusikufunge mdomo kuyasema mawazo yako, tutajibu hoja za fikra yako. Okay? Lakini kwa nini tukuzuie kusema fikra yako? Sasa wako watu ambao wanaamini katika kuwazuia watu wasiseme fikra zao. wana 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 sasa authentic leader ni mtu anasimamia kile anachokiamini. Na unazungumzia authentic leader, kile unachokiamini wewe unakisimamia, unasimama katika maadili ambayo unayaamini. Umefahamu? Kwa hivyo ukweli, tuseme ukweli. Okay, na inapotokea wenzako katika kundi hawasemi ukweli, hawapo ukweli, unasimama imara katika kuwakemea wenzako kwa kusema uongo. Umeona, sio tu wewe mwenyewe unaishi kwa kweli, lakini pia uko thabiti katika kuwasimamia wengine. Jamani, maadili yetu ni haya. Umeona bana? Kwa hivyo yoyote ambaye anaonekana anakwenda kinyume na haya maadili ya kikundi, okay, authentic leaders
wanakuwa authentic wao wenyewe, lakini pia authentic katika hicho ambacho wamesema ndio maadili yetu, ndio miiko yetu. Okay? Na vile vile authentic leaders ni transparent na trustworthy na kadhalika. Kwa hivyo hawa wanatokana na ile aina ya uongozi ambayo tulieleza, authentic leadership. Okay? Kwa katika authentic leadership unapata ndani yake hawa ambao wanaitwa authentic leaders. Toxic leaders, okay, hawa ni viongozi ambao wanaitwa toxic, sijui tunaweza kufasiri vipi neno hili toxic, lakini wana sifa ya kwamba they harm followers through abuse of powers, yani wanaweza kuwadhuru hata wafuasi wao kutokana na matumizi yao ya mamlaka kinyume na sheria au kinyume na maadili. Kwa hivyo unaweza ukakuta kama huyu ni kiongozi ana wafuasi au katika wanachama wenzake wana mawazo tofauti na yeye au kapingwa fikra yake, basi anatengeneza kigenge cha kwenda kumshughulikia yule. Unaona? Sasa hiyo ndio harm followers. Mtu ana harm, anawadhuru mpaka wafuasi wake ambao wafuasi ambao wako katika kundi lake, ambao pengine wanapingana na mawazo yake au wana mawazo mbadala na mawazo yake. Okay? Kwa hiyo basically feature ya toxic leaders ni harming others through abuse of power. Okay? Vitisho, unfair treatment, kuto kuwapatia watu haki wanazostahili. Okay? Kwa kuwa mimi sikupendi kwa namna moja au nyingine, ya kimawazo, ya kidini au ya kinini, kwa hivyo pengine nahakikisha upati nafasi fulani au upati stahiki yako fulani. Okay, these are the toxic leaders. Toxic leaders. Okay, ni watu wanawazuilia wengine kuprogress, wanawazuilia wengine kuzungumza fikra zao, okay, kwa vitisho au kwa kuwakosesha fursa fulani, au hata kwa vipigo. Umeona? Yani, pigo. Kwa hivyo hiyo ndio sifa. Kwa hiyo wana create an health environment despite possible performance outcomes. Wanatengeneza mazingira ambayo kwa kweli ni ya either hofu au ya dhulma au ya vitu kama hivi. Na hii ni sifa mbaya kabisa kwa na viongozi wa namna hii. And then kuna narcissistic leaders ambao hawa wao wana ugonjwa wa kupenda kujisifu na kupenda kusifiwa. Okay? Na mara nyingi wanakuwa hawajali maumivu ya wengine. They often lack empathy for others. Yani maumivu ya wengine wanaopitia, shida zao na nini, haimkeri sana, haimuumizi sana, haimsumbui sana. Amefahamu bana? Yeye anachokiangalia ni anataka yeye asifiwe, na yeye ni mtu wa kujisifu na mtu wa kupenda kusifiwa, na hajali maumivu na shida na dhiki za wengine. Na sifa nyingine wanakuwa ni hawapendi kukosolewa, hawapendi kusahihishwa, hawapendi watu kuja na fikra tofauti na fikra zao. Kwa hiyo wanataka utakaposimama useme tu, uipongeze fikra yake. Ukisha kusema lakini mimi naona pengine twende na fikra nyingine, unakuwa tayari wewe sio mwenzangu, sio mwenzetu. Hata kama mko kwenye kikundi kimoja, wewe umeona kuna fikra nyingine au kuna njia nyingine bora zaidi, lakini kwa mtu kama huyu anakutoa kabisa katika kundi, kama hata kama ni kundi la WhatsApp group anaweza akakuexit kabisa. Umeona, wewe usifie mawazo yake, uyaunge mkono fikra zake. Hawataki feedback, constructive feedback, kupata mrejesho juu ya hiyo fikra yake, ukajaribu kuja na fikra mbadala au ukajaribu pengine kusahihisha hiyo fikra. Hapo mtagombana kwa kweli. Kwa hiyo wewe ni watu wenye wenye ugonjwa wa kupenda sifa. Eh, Wako viongozi wa namna hii, penda kusifiwa, iwe wafanye mazuri, wafanye mabaya, it doesn't matter, wao wanataka sifa.
wanataka kutambuliwa na kadhalika. Na then servant leaders ni viongozi ambao wanaweka mbele kuwahudumia wengine, kujali maslahi ya wengine, na hii imetokana na ile dhana ya servant leadership, uongozi wa utumishi ambao tuliueleza huko nyuma, na watu wanaishi katika falsafa hiyo ya uongozi ni utumishi. Kwa hivyo unakuta hawa ni viongozi wanaotumikia na wanaweza kutumikia wengine zaidi ya pengine muda wa kazi, muda ule wa kutumikia. Kama muda wa ofisi ni hapa mpaka hapa, lakini wako tayari kwenda nje ya muda uliopangwa iwapo haihatarishi au haileti madhara katika taasisi zao katika kuwahudumia wengine. Kwa hiyo wanaweka mbele utu na huduma kwa binadamu wenzao na kwa jamii yao kuliko kitu chochote kingine. Kwa hivyo hii hao ni servant leaders. Kutokana na muda tamalizia na aina hii ya tatu, kundi la aina ya tatu la aina za viongozi. Kuna viongozi wengine wanaitwa self versus people driven. Okay. Sasa katika kundi hili kuna viongozi wanaoitwa multiplier leaders na kuna diminisher leaders. Diminisher leaders. Sasa multiplier leaders wana bring out the best in others, wanatambua vipaji vya wengine na na kuvifanya ving'are vipawa hivyo. Kwa hiyo wanatambua uwezo wa wengine katika uwezo wa kifikra, uwezo wa kiutekelezaji, na wanawapa majukumu watu hao wanaowaona wana uwezo pengine hata kushinda wao, wanawapa nafasi ili kuyafanya mambo yenye maslahi kwa taasisi au kwa jamii au kwa nchi na kadhalika. Wana encourage independent thinking, hawaogopi mawazo mbadala, hawaogopi mawazo yao kupingwa, wala hawawadhuru hawa wenye kuja na mawazo tofauti. Okay? Wanachothamini ni ni watu kuweza kufikiria, watu wafikirie independently, na kama mawazo hayo ni kimaadili, mawazo hayo yanaungwa mkono na kikundi husika, okay, wanaweza kwenda kuyafanyia kazi. Wana create culture of ownership, kila mtu awajibike kwa maamuzi yake, kila mtu awajibike katika kukua kwake kielimu, awajibike kukua kifikra na kadhalika. Opposite, kinyume na multiple leaders, unakuta kuna viongozi ambao, kwa hivyo hawa multiplier leaders wanaweka mbele maslahi ya wafuasi wao na kuthamini michango ya wafuasi wao, kwa maana inaitwa people driven zaidi. Nguvu kubwa iko katika kuibua vipawa na kuvitumia vipawa hivyo kwa manufaa ima ya taasisi au ya jamii au ya dola au ya nchi. Hufanya kila mtu awajibike kwa kufanya maamuzi, kwa kuchukua hatua, sio mpaka amri kutoka juu. Kama umeona jambo ni la kisawasawa, okay, iko katika mpaka ndani ya mamlaka yako, fanya maamuzi. Wana encourage culture ya watu kufanya maamuzi ndani ya mamlaka yako, maana sio mazingira ya hofu na mazingira ya kuto kuchukua hatua au kufanya maamuzi. Diminisher leaders hawa wanataka wao zaidi, viongozi wanataka wao zaidi ndio wang'ae, okay? Wang'are kuliko wale wanaowaongoza, yani hawathamini vipawa vya wengine, bali wanavitumia vipawa vya wengine kujing'arisha wao. Umeelewa? Ndio diminisher leaders yani. Kwa hivyo hawa ni watu wanaweza kuwafananisha na kama wale narcissistic, umeona. Kwa hiyo wanaweza wakachukua mawazo au kitu kimefanywa na wengine, lakini anataka sifa zote ziende kwake, sifa zote ziende kwake, japokuwa hata yeye hastahili kabisa, hana chochote alichokifanya katika hilo, lakini inabidi
yeye ndio apongezwe, yeye ndio asifiwe, yeye ndio, na hilo ndio kitu anakipenda yeye. Umeona bwana, anapenda na anaki-encourage. Okay, ni kwamba ukifanya jambo lolote bwana likawa na tija nzuri, hiyo sifa kwa mkuu, ama ikiwa umeharibu, hiyo sifa inabaki kwako wewe ulioharibu. Umeona sasa. Hii ina limit na ina overshadow others, inawafanya anayeng'ara ni mtu mmoja tu siku zote katika taasisi, na sio hao wengine ambao ndio pengine wamekuja na wao na mawazo, na pengine wao ndio wamefanya kazi ya mawazo na natija nzuri imeonekana. Kwa sifa zote zinamwendea bwana fulani, na anatengeneza mazingira ya namna hiyo, sifa zote zimwende yeye, japokuwa wenye fikra waliotekeleza ni watu wengine. Vile vile wana micromanage and control decisions. Ya, wana control maamuzi, uwezo wa kufanya maamuzi wa wengine, okay, na kadhalika. Kwa hiyo multipliers tunaweza kuwaweka karibu na viongozi ambao ni wa kimaadili, wale servant na wale transformational leadership. Diminishes wana resemble kama nilivyosema hawa narcissistic or toxic leaders ambao tumewaona huko katika kundi lililopita, katika ile kundi la kimaadili. Kwa maelezo zaidi juu ya diminishers na multipliers, wanasema diminishes ile mitazamo yao, ile attitude, ndio hii C, attitude yao kwa wale wafuasi wao ni kwamba hawa wote ninaowaongoza mimi hawajui kitu, yeye ndio peke yake mwenye solution. Yani bila yeye hawana lolote wanalojua. Huo ndo mtazamo wake kwa watu, yeye anajiona ni important sana, na solution yoyote lazima itoke kwake. Okay, au solution yoyote lazima inasibishwe na yeye. Okay, na hiyo ndio attitude, ndio katika hii sehemu inayoitwa C. Okay, kwamba yeye anaona wengine hawawezi kufahamu kama anavyofahamu yeye. Okay, wengine hawawezi kutatua tatizo kama anavyoweza yeye. Okay, kwa hivyo ana ile self importance, anajiona yeye ni mtu muhimu zaidi kuliko wengine katika mambo mengi kama sio yote. Lakini huyu multipliers anaona kwamba hao wengine ni bora na smarter pengine kuliko yeye. Kwa hivyo anajaribu kuwasukumia wengine kutafuta solution, tafuteni ufumbuzi wa jambo hili. Okay, na mkipata ufumbuzi tekelezeni ufumbuzi huo, na ufumbuzi huo ukija na tija nzuri anawapongeza na ana recognize hao waliofanya hivyo. Okay, na ikitokea vile vile kuna dosari, mistakes, okay, anataka watu wawajibike kwa maamuzi waliofanya. Kwa hivyo anawachukulia wengine kama ni watu wenye uwezo, ima kama wake au pengine kuzidi yeye. Unafahamu, na kwamba kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa awe smart katika kutafuta ufumbuzi wa changamoto iliyoko, na anaamini juu ya watu hawa wa wenzake kwa wanao uwezo. Umefahamu? Sasa katika rudi kwa diminishes katika mambo wanaoyafanya, the do things that they do ili ku ku, 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 ili ku ili kuweza kuwafikia au katika ile hali ya kwamba wanajiona wao ndo wanajua kila kitu na wengine hawana uwezo. Unakuta wao wanatengeneza empire builders, wana hoard and underutilized talent, hawatumii vipawa vya wafuasi wao ipasavyo. Tyrant, okay? Wana intimidations, wanaweza kutumia njia za kuwatisha watu, njia za kuwapiga watu. Okay? Kwa wale ambao anawaona kama vimbelembele, mnajitia mnajua zaidi kuliko yeye. Okay? Kwa hivyo anakuwa na mbinu kama hizo. Mtu anaonekana anafikiria nje ya boksi, okay? Anaweza akajikuta anapata vitisho au anaweza hata akadhurika. Kwa hiyo ana create stress, okay? Watu kuto kufikiria isipokuwa tu kumwacha yeye afikirie. Wewe fikiria,
Kwa hiyo inafika mahala mpaka anaua ile thinking, watu wanabaki kumsikiliza yeye tu atakachokuwa anaagiza au anachosema. Kwa hiyo ana vile vile anayoyafanya ni ile know it all. Yeye kazi yake ni kuambia watu nini cha kufanya. Okay? Ni tell people what to do. Na yeye ndio pekee wa kufanya maamuzi. Yeye ndio mtu wa kuamua. Okay? Na micromanager kwa maana ana manage every detail. Hakuna chochote ambacho mtu anatakiwa afanye isipokuwa yani kwamba lazima yeye ajue, ni lazima yeye akiidhinishe, ni lazima. Okay. Kwa hiyo ndio katika vitu wanavyovifanya hawa diminishes. Ama multipliers wana attract na optimize talent, wanatambua vipawa na kuvitumia vipawa hivyo vizuri kabisa kwa maslaha ya taasisi au nchi. Ni liberators, wanatengeneza space ya watu kufikiria nje ya boksi, na mawazo hayo yanapokewa na kuwa na kushukuriwa na pengine hata kuzawadiwa mawazo mazuri ambayo yanaweza kuleta natija nzuri. Create space for best thinking. Ni challenges, okay? Anawa challenge wafuasi wake kuja na fikra bora zaidi, kuja na mawazo, kuja na maamuzi uh, ambayo yatakuwa ni yenye sio lazima yeye ndo aamue kila kitu. Okay? Kwa hivyo ni mtu anawa challenge wafuasi wake katika nafasi zao waweze kutafakari juu ya ufumbuzi na kuchukua hatua ndani ya uwezo wao. Ni debate maker, ni mtu anayefungua mijadala. Okay, anakaribisha mijadala, haogopi mijadala. Umeona kwa bahati mbaya baadhi ya experience yangu chache, unakuta kuna baadhi hata ya magrupu mijadala inakuwa inaogopwa mijadala au na vitu kama hivi. Well, ziko taratibu, of course kila makundi zina taratibu zake, kwa hiyo huwezi kusema kwamba kila kundi liweze kuruhusu mijadala yoyote tu. Kila kundi linakuwa pengine na madhumuni yake na nini, lakini unakuta katika hilo kundi, katika hiyo malengo yani ni mahala sahihi kabisa kujadili jambo fulani, lakini unakuta baadhi ya watu hawataki hiyo mijadala. Okay, sasa kama halitojadiliwa katika kikao hicho, kama halitojadiliwa katika jumuiya hiyo, ikajadiliwe wapi? Hilo ndio swala ambalo unapata taka. Kwa hiyo viongozi multipliers wana encourage mijadala ambayo inahitajika katika sehemu sahihi, katika eneo sahihi. Hapa ndio mahala pa kulijadili hili jambo. Kwa hiyo fursa ya kujadili inapatikana, watu wajadili, watu wa debate, fahamu, na alafu mwisho wa siku watu wafike mahala wafanye maamuzi, wafanye maamuzi na sio tu wewe kiongozi wesema weamua tu. Umeona bana, wewe hapana. Tutafikia maamuzi baada ya kujadiliana, tujadili ufumbuzi au tujadili tatizo ni nini, ili tuweze kujadili vile vile ufumbuzi wake. Investor instill ownership and accountability. Ana invest in people, anawaamini wale ambao anawapa majukumu na anawataka wawajibike. Okay, wawajibike na anawawajibisha. Anawajibisha. Wewe ni pewa jukumu la kuongoza shirika. Okay, una majukumu umepewa chini yako, unatakiwa ufanye maamuzi. Okay, na uwajibike kwa maamuzi yako, au uwajibishe kwa maamuzi utakayokuwa umeyafanya chini ya mamlaka yako ambayo pengine yameleta madhara. Okay, kwa hivyo hakuna swala la personal. It's not personal. It's all about umepewa dhima, umepewa rasilimali mbalimbali za kukuwezesha wewe kutekeleza majukumu yako. Okay, unatakiwa ufanye maamuzi kwa maslahi ya taasisi au jumuiya unayoongoza, na kama maamuzi uliyoyafanya yameleta madhara, uwajibike. Na kama hutaki kuwajibika, tutakuwajibisha. This is a multiplier. Hakuna personal. So wewe labda ni mtoto wangu au ni mke wangu au ni ndugu yangu
au sijui ni mwanachama mwenzangu au sijui ni nini mwenzangu. Ni hivyo tu, nothing personal. Hakuna kitu kwamba tunakuataki wewe kama wewe. Ni swala la kwamba lazima uown maamuzi yako na uown matokeo ya maamuzi yako. Umefahamu? Si swala la kulindana wala swala la kwamba labda unachukiwa wewe binafsi. Hapana. Kwa hivyo multipliers wako katika hayo. Um, Ndugu zangu, aina za viongozi ni nyingi, lakini kutokana na muda umenitupa mkono. Ningependa nitoe fursa ya maswali. Kwa hivyo tutaendelea na pengine kuja kumalizia katika wiki inayofuata juu ya types of leaders. Kuna kategori kama mbili zimebaki. Kuna kundi hili la based on intent. Kuna aina za viongozi kulingana na nia zao na ufanisi wao, na pia vile vile kuna aina ya viongozi kwa mujibu wa Qur'an. Kwa mujibu wa Qur'an, Qur'an inatuambia nini juu ya aina za viongozi? Okay? Lakini mada nyingine kubwa muhimu ambayo nafikiri wiki ijayo tutaijadili ni dhana ya imamu na adil. Moja katika viongozi, aina za viongozi kwa mujibu wa Qur'ani ni kiongozi mwadilifu, kiongozi mwema. Okay? Tunahitaji sana kumjadili huyu imamu na adil, kiongozi ambaye amesifiwa hata katika hadithi za Mtume SAW, katika watu saba ambao Mwenyezi Mungu atawapa kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake, yaumul qiyama. Mmojawapo ni katika hao saba ni al-imamu na adil. Imamu, kiongozi mwadilifu, atakuwa katika dhillun yauma la dhillu illa dhillah. Tutahitaji kufahamu huyu ni kiongozi wa namna gani, wanazuoni wa Kiislamu wamesemaje juu ya sifa za kiongozi huyo. Okay, ili inshallah taala na sisi tujitahid kupambika na sifa za kiongozi wa namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tumeona takriban makundi matatu ya aina za viongozi. Tumeona tulipoanza kule thought leaders na practical leaders. Tumeona viongozi kwa mujibu wa maadili, ethical and ethical. Tumeona vile vile viongozi kwa mujibu wa wanajiweka mbele wao au wanaweka mbele watu wao katika utekelezaji wa majukumu na kuibua vipawa vyao na kadhalika. Tumeona multipliers and diminishes. Okay, alafu inshallah taala tutakuja kumalizia wiki ijayo na viongozi kwa mujibu wa dhamira zao na uwezo wao wa kuleta matokeo. Hapa pia kuna makundi manne ya aina za viongozi kulingana na nia zao na ufanisi wao. Kuna vitals, kuna amiables, kuna vacant na maleficent leaders. Alafu tutamalizia na viongozi na aina za viongozi kwa mujibu wa Qur'an. Kwa mujibu wa Qur'an tuna viongozi aina mbili, aina tofauti lakini kubwa ni mbili, ambao wanasema ni oppressive leaders au corrupt leaders, na viongozi ambao ni waadilifu, viongozi wema. Kuja kuwaeleza hao katika somo litakalofuata. Mpaka hapa sasa ni ruhusu fungue maswali kama yapo, na njia ya kuuliza maswali ni ima unaweza ukaandika kwenye chat au ukanyosha mkono kwa kupitia hii app, au unaweza unmute tu na kuweza kuzungumza. Muhimu tu atakapokuwa anazungumza mmoja tumpe nafasi ili tuweze kumsikiliza. Kwa hivyo sasa nitoe fursa ya mtu kuuliza maswali, au kama una mchango wote unataka kuchangia katika somo hili la aina za viongozi, basi huu ndio wakati wake. Tuna dakika 6 zimebaki hapa ili kuweza kuhitimisha. Na kama kawaida vile vile hata baada ya hili somo mjadala au maswali
inaweza yakaendelea kuja katika grupu vile vile. Okay. 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 Naona tu komenti za kushukuru. Asanteni nanyi kwa kujiunga nasi kwenye mafunzo haya na kwa hiyo feedback. Okay. Sema hapa mmoja katika wachangiaji, viongozi waliopo wengi wao hawatekelezi dhima ya uongozi, na akitokea wa chini yake kumzidi hata maarifa, anapigwa vita. Kipi kifanyike? Na wanakuwa hawaambiliki. Hii ni kweli. Hiyo ndio ile toxic, unazungumzia toxic leaders. Inapofika mahala wewe mwenye mawazo eh, bora unapigwa vita. Yaani ikishaingia tu masala ya kupigana vita, ujue hapo uko na toxic leader, na pengine kama nyote mlio wao wengine wenzako mliokuwa nao chini, hamwezi kuwa pamoja, bali wao wako pamoja na huyo kiongozi kwa kupiga vita wewe, maanake hapo kuna toxic environment, yaani yale mazingira ya hiyo taasisi yako toxic, yaani ni mazingira machafu. Umeona, yani hivyo ndivyo tunaweza kueleza. Kawaida ni kwamba toxic leaders wanatakiwa wadhibitiwe. Wanadhibitiwa vipi? Wanadhibitiwa na wafuasi wao kwa kuhakikisha ya kwamba zile fikra zao za kudhuru wengine hazifanyiwi kazi, hazifanyiwi kazi. Umeona, madharau hayafanyi kazi na yanakemewa. Wewe kama ni kiongozi unampiga vita mwenzako kwa kumdhalilisha, hapana, tutakwambia hapana bwana, hivi kuna maadili, tutarudi kwenye maadili. Hata kama ni kiongozi wetu, tutafuta njia zilizopo katika taasisi za kukushughulikia kwa mujibu wa maadili. Okay. Sheria zilizopo kama hizo zote zimenaniwa, kuna leo njia za kuweza kukuanika hadharani. Umefahamu bwana, kutafuta namna ya kuweza kumcontrol watu wa namna hii. Toxic leaders wanatakiwa wawe controlled hawa. Wanaharibu taasisi, wanaharibu jamii. Umefahamu, lazima wadhibitiwe, lazima utafute namna ya kudhibiti. Sasa nadhibiti vipi? Kwa kweli hapa inabidi urudi katika context. Kuna mazingira ya kitaasisi itakuwa yameziweka njia za kuescalate baadhi ya mambo. Okay. Pia katika masuala kwenye kisiasa pia kuna njia, mpaka kuna masuala ya mahakama na nini. Kwa hiyo itategemea ah, ah, changamoto iliyopo ni ipi, na pengine kuna taasisi imeweka milango ipi ya kuremedy, ya kutibu baadhi ya mambo ambayo yanaweza ikawa kiongozi anayefanya kinyume na taratibu. Sasa njia zote hizo zikishindikana, maana yake ni kwamba tunaishi katika taasisi, itakuwa hiyo ni taasisi very toxic, na hakuna mtu anaweza kuchukua hatua, bali watu wanaogopana. Umeona, kiasi hicho, maana yake hapo kama taasisi tumeshafeli, kama jamii itakuwa ndo tumeshaanguka kabisa. Hiyo ni kitu kibaya kabisa. Kwa hivyo nilipenda tu kwanza ufahamu ya kwamba unapokuwa katika kiongozi atekelezi dhima yake, aliokuwa chini yake amezidi maarifa au anakuja na fikra nzuri zaidi, alafu badala ya fikra hizo kuchukuliwa na kwenda kufanyiwa kazi, anadhurika mtoa fikra, anadhurika mwenye maarifa, anadhurika mchapakazi, mchapakazi anadhurika. Hapo hujua uko kwenye toxic. Hiyo ndio maana ya toxic leaders, wanawadhuru wenzao, kwa sababu wanaona wata outshine kuliko wao pengine. Umeona, sasa hapo hawa wanatakiwa wadhibitiwe kwa namna ambayo inawezekana. Hawatakiwi kuachwa kwa kweli hivi hivi, wana madhara makubwa katika taasisi, katika jamii na kadhalika.
Naam, hizi aina kiongozi unaweza kukuta mtu amecombine zaidi ni ethical, ni servant, um, na kadhalika. Kwa hivyo au kama tulivyoeleza kule thought leader and practical leader and hybrid leader. Yes, unaweza ukacombine katika hizi sifa nzuri zilizoko baina ya viongozi hawa wa kimaadili au viongozi hawa wazuri. Tunachotakiwa sisi ni kutambua na kuepuka sana hizi sifa za viongozi wabaya, hawa madiminishes, hawa toxic leaders, hawa narcissist leaders. Hawa ndio tunahitaji kutambua sifa zao na sisi kujiepuka na tuweze kuwatambua tunapokuwa nao, tuwatambue. Mimi niko na kiongozi wa namna gani hapa? Umeelewa? Maana utambuzi ni sehemu ya ufumbuzi. Swahili wanatuambia utambuzi ni sehemu ya ufumbuzi. Ukitambua wewe ni kiongozi wa namna gani, ukimtambua anayekuongoza ni kiongozi wa namna gani, inakuwa tayari karibu utaweza kupatia ufumbuzi mambo mengi yanayofuata. Kwa hivyo yes, inawezekana mtu kuchanganya aina hizi za au sifa kadhaa za viongozi hawa, okay, ili kuwa bora zaidi. Uh, naomba kushauri, okay, ushauri ambao ni wetu sote. Mchangiaji anasema shauri tuliohudhuria mafunzo haya tuwasaidie wenzetu kuingia na kuyapata mafunzo haya katika wiki zijazo inshallah. Na hakika tuna viongozi wabaya wengi zaidi katika jamii ya sasa kuliko viongozi wazuri. Okay, sawa. Ushauri, mchango wa mwenzetu, tuwafikishie wenzetu kile tunachojifunza hapa. Basi nafikiri muda pia umeisha na naona um, hakuna maoni ya ziada, mchango ya ziada. Nitaomba niishie hapa na tukutane insha Allahu taala katika wiki ijayo kwa ajili ya kuweza kumalizia mina zilizobaki za viongozi. Na muhimu sana sana sana, nasisitiza sana, ni tuweze kuhudhuria tutakapokuwa tunazungumzia imamu na adil, kiongozi muadilifu ambaye amesifiwa na hadithi za Mtume sallam, na hivyo ni muhimu sana kuweza kumjua kiongozi huyu mwadilifu. Wanazuoni wetu wanatuambia nini juu ya sifa anazopambika nazo, na kujitahidi sisi wenyewe na vizazi vyetu tunavyovilea, tuvilee katika tangu wakiwa wadogo, katika kuwaandaa wawe viongozi waadilifu. Haya mambo kwa kweli yanaanza chini chini katika malezi. Wataalamu leo wa masala ya kuandaa viongozi wanaandaa kuanzia chini. Nyinyi msidhani kwamba viongozi tunaokuja kuwapata wanatokea tu wakati mwingine kwa bahati mbaya. Wako wanaweza kutokea kwa bahati mbaya, lakini wengi wanakuwa wameandaliwa kwa namna fulani, na hili ni jambo ambalo kwa bahati mbaya sisi hatulifanyi kama Waislamu. Kuandaa viongozi ni jambo muhimu mno. Taasisi zote, watu wote makini, nchi zote makini zinaandaa viongozi. Mifano midogo tu katika jamii yetu, hivi vyama vya kisiasa kama chama cha kisiasa ambacho kwa mfano cha Tanzania ambacho chama cha CCM, okay, wanaandaa viongozi kuanzia chini. Unaambiwa kuna chipukizi, si kuna nini, wanaandaa viongozi wa chama chao. Hata sisi kama Waislamu tumejiacha tu hivi. Sisi tunaandaa vipi viongozi wetu? Na sisi tunafanya jambo gani kuandaa viongozi wetu? Au tunasubiri tu itokee tu sadfa, yani moja katika 10? Lazima tuwe namba moja, tuwe na taasisi za kuandaa viongozi wetu. Na kwa kweli mimi baada ya kuona hii gap, kwa kweli nimeona, ndio maana nimejaribu kwa uwezo wangu mdogo kuja na mafunzo kama haya, kwamba lazima tuandae viongozi. Umeona, sasa kila mtu ataweza kufanya kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa upande wangu nimeona naweza kuandaa mafunzo kama haya
kwa njia kama hii, lakini tunahitaji kuwa na zaidi ya jambo hili. Tunahitaji kuwa na institutions ambazo sio tu zinafundisha bali zinawalea watu in practical cases. Watu wanapewa kesi za kuweza kuwafanya hao vijana wanaoandaliwa, unawapitisha katika mazingira ya kuweza kuwatambua, uweze kumtambua huyo kijana, uwezo wake wa kufikiri, uwezo wake wa kuhimili changamoto na kadhalika. Kwa hiyo kunakuwa na different techniques za kuandaa viongozi na kuwa simulate katika mazingira tofauti tofauti ili kuweza kuona yupi ni mahiri katika nini, yupi ana udhaifu gani na kadhalika. Ni swala ambalo linatakiwa tulipe umuhimu. Ndugu zangu, linatakiwa tulipe umuhimu kuandaa viongozi wa Kiislamu wanaojitambua na watakaoweza kupeleka mbele huu Uislamu wetu na maslahi ya Waislamu mbele katika jamii zetu. Tukikaa tu hivi hivi, vijana wetu watakuwa wanachukuliwa, wanaingizwa kwenye vyama fulani, wanapewa mafunzo ya kivyama huko, wanaingizwa kwenye mataasisi mengine, wanapewa mafunzo ya kimataasisi vingine. Tusipo wanakuwa wanapigwa vita kifikra, wanakuwa hawajui mafunzo ya dini yao na Uislamu wao katika uongozi, wanakwenda kupewa fikra za uongozi za kivyama au za watu fulani wasiokuwa na dini, watu fulani wasiokuwa na maadili. Umeona, then leo kesho kesho kutwa unakuja unamkuta pale mtu anaitwa jina zuri, jina la Muhammad, lakini haoni tabu kuwadanganya watu. Haimkeri kabisa, haimsumbui kabisa. Anasema huyu Muhammad, umeona, ameona hili tatizo lililotokea. Sasa kwa nini anapindisha maneno kiasi hiki huyu Muhammad? Kwamba nini kimemkuta? Ndo amelelewa huko, amelelewa alikuwa huko chipukizi, amekwenda na kwamba kulinda maslahi ya kikundi chake ni jambo muhimu zaidi kuliko ukweli, kuliko haki. Umeona, kuliko maslahi mapana ya walio wengi. Umeona, sasa tusipoandaa vijana wetu wataandaliwa kwa taratibu za wengine. Hakuna room wanasema there is no room of vacuum katika ulimwengu tunaoishi sasa hivi. Ima mnaandaa au mtaandaliwa, ima mnajipanga au mtapangwa. Umeona, hakuna shortcut, na pengine utakuwa ni mtu usiofikiri sana ukaona baadhi ya mambo yanatokea kama sadfa tu, yani limetokea tu hivi. Hapana, mambo mengi katika jamii, siasa, kiuchumi, watu wanafikiri, wanapanga, wanaweka mikakati. Unalikuta jambo fulani linakuja, umeona, hili limekuwaje, limetokea hivi, kafiri limetokea tu kama vile labda tetemeko la ardhi. Hapana, kuna watu wameshasuka mambo wanayoyasuka na washawatafuta watu wa kuyafanyia kazi, na hao watu ndo wanafanya kazi. Sasa ndo mnachokiona kinatokea. Umefahamu? Tunaona kinachotokea. Kwa hivyo, nukta ya muhimu hapa ndugu zangu ni kwamba ni lazima mzazi mdaa kwa kadri ya uwezo wako vijana wako kuwa viongozi wema kabisa. Okay? Viongozi wa kimaadili, viongozi ambao wanamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya mtu yote mwingine, viongozi ambao kwa wao tabia zilizokuwa bora hazina bei, hazina price, kwamba ukipewa cheo bwana wewe, anaweza kuuza nafsi yake kwa sababu ya cheo, kwa sababu ya fedha. Umeona, yuko tayari kuuza maadili yake kwa sababu vitu kama hivi. Umeona, maana hapa ndipo imefika mahala tumefikia kiwango kama hicho kwamba watu wanaiba, na yeye anaona watu wanaiba. Okay? Anasema mimi siibi, lakini hakemei wizi huo, hatafuti njia ya kudhibiti wizi huo.
Okay, hawashughulikii kwa namna yoyote wizi hao. Yeye tu anaitakasa tu nafsi yake, pengine Messi hivi basi, yani hapo ndo anaona akafanya jambo la maana kabisa. Okay. Sasa tumefika mahala hata hawa pia ambao na wao hawaibi hawapo, bali anajikuta naye anaingia kwenye mkumbo, watu wanaiba na anapewa kamisheni yake, anapewa fungu lake, anafunga mdomo, maisha yanakwenda. Hatuwezi ndugu zangu katika imani kwenda hivi. Na ili kubadilika ni lazima tuandae viongozi. Okay. Taasisi zote makini duniani, jamii zote makini duniani zinaandaa viongozi wao, zinawaandaa viongozi wao. Taasisi makini zinaandaa viongozi wao, na jumuiya makini zinaandaa viongozi wao, nchi makini zinaandaa viongozi wao. Umeona, eh? Kwa hivyo hii ni changamoto ambayo najipa mimi mwenyewe kwamba ifike mahala sisi kama Waislamu, okay, tuchukue hatua madhubuti kama ambavyo tumechukua katika maeneo mengine ya kijamii kukabiliana na changamoto mbalimbali za kijamii, za kiuchumi na kadhalika. Tuone kwamba ombwe la uongozi mzuri ni ombwe kubwa, ni changamoto kubwa tunayo ya kuwa na viongozi wazuri, na sasa ifike wakati kuandaa viongozi katika ngazi zote, ngazi ya kifamilia, ngazi za misikiti, ngazi za kijumuiya, ngazi za kisiasa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Tunahitaji kuandaa viongozi katika maeneo mbali katika jamii yetu. Baada ya kusema hayo, niwatakie nyote siku njema. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuonane tena katika wiki ijayo. Maassalam.